fedha. Ziko barabara hizi kubwa ambazo wengi wanapiga kelele, kwa barabara ziliziwa, barabara ya huko VDP kwenda huko kituo cha polisi. Ni jambo la subra, lakini kwa mikakati na jinsi ya serikali yetu kazi inayoifanya, naamini kila mwananchi ataenda kufurahi sana kwa uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kazi anazozifanya, lakini pia kwa sisi waliotuchagua kwa kazi tunazoenda kuwatumikia wananchi wetu hao waliokuwepo katika kata zetu. Kuhusu barabara ya Zingiziwa Ngobedi kuja mpaka Rubakaya, ni barabara kubwa sana, ambao huku kuna shule ambazo takriban shule 4 au 3 ziko, na pia kuna kituo cha afya kiko hapa, ambapo zahanati ndio iko hapa Zingiziwa, na ndio tuhudumia. Sasa hivi kuna operations zinafanyika pale, operations zinazofanyika pale za mama wajawazito wanajifungua hapo. Lakini pia tuna mahakama iko katika barabara hii hapo tunapita. Lakini licha ya mahakama, mimi mwenyewe niko hapa katika ofisi hii ya kata, lazima nipite barabara hii. Kwa ni barabara ambayo imebeba asilimia kubwa sana ya miradi ya fedha nyingi Mama Samia Suluhu Hassan aliziweka huko. Kwa hiyo tunapoenda sasa, umepita umeona vifusi viko pale au ni TARURA. Na sisi tufika pale tukatizama, nipiga picha, kaambia watu wa TARURA. Yuko msikivu mmoja anaitwa Magori, engineer Magori. Huyu bwana ni mtu ambaye anaelewa, ukimuita anafika. Ni engineer mkubwa, lakini ukimwambia sasa hivi bwana engineer Magori na kuomba uje, hebu angalie shida hii ya wananchi, anatoka mjini anakuja mwenyewe site, amtumi mtu. Kwa hiyo alikuja mwenyewe engineer Magori akatizama, akasema hii barabara ya Zingiziwa tutaianzia kuitibu. Kwa hiyo ndo tumeanzia huduma. Hii ilikuwa inaumwa. Huyu ndo mgonjwa sasa anaanza kutibiwa. Kutibiwa kwake sasa ndio kama hizo zinavyoanza. Unaanza kuweka vifusi, tuweze kuziba yale mashimo madimbwi, na tunasubiri sasa hivi mvua ziende, kwa sababu kifikia sasa hivi matope yatakuwa ni mengi. Lakini pia tulikuwa tunakitibu pale ile daraja ambalo miaka mingi sana mvua zilikuwa zikinyesha. Nyinyi waandishi bado mlikuwa mnasubiri muone habari. Watoto wavuki, mitihani haiendi, wanafunzi warudi. Huwezi kuzipata hizo ndani ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, chini ya kata hii ambayo anaongoza Selemani Ayubu Kanika madiwani. Tumefanya operation kubwa sana tukiwa na engineer Magori. Tulileta pale excavator, tukaanza kukwangua yale matakataka, kuyatoa ili tuweze kufanya ule mchanga upoe pembeni, maji yapite katika njia zake. Kwa maana ukipita sasa hivi pale huwezi kukuta kuna shida aina yoyote ya kuzuia maji yaendeni yakapita juu, haiwezekani. Lakini pia ikitokea, tumeko taratibu na wenyeviti wa mitaa, hivyo mwenyekiti wa Ngobedi na Zingiziwa, kwenda kuihudumia kila mara na kwenda kuangalia kwamba maji yanaenda kina gani, yanafikia wapi, ili tuweze kwenda kuhendo, ili wananchi hao wasipate shida hiyo. Lakini mkakati ni mkubwa wa barabara hii kuihudumia kwenda kwa kiwango cha kokoto, kufika kiwango cha rami, na nafikiri engineer Magori analijua hili. Ndio kilio kikubwa cha wananchi, na sisi tunawaahidi na tulishawaahidi, hata kama litachelewa, lakini basi dhamira yetu ni barabara hii iweze kupitika, ili daladala zile zinazotoka mjini ziweze kufika sehemu inayoitwa Ngobedi, sehemu inayoitwa Zingiziwa na kurudi mjini. Kwanza, ucheleweshaji wa huduma kwenda hospitali. Tulikuwa afike hospitali kwa haraka. Unaweza ukasema mgonjwa ni mjamzito leo anataka kwenda kufika hospitali ambayo inafanya operation pale, lakini barabara ikiwa katika hali ile, kipindi cha nyuma watu walikuwa hawafiki, lakini leo hii watu wanafika pale. Na kufika kwao ina maana tukienda kuifanyia operation kubwa hii barabara ikaenda kupata kiwango kizuri cha rami, ina maana watu watafika katika hali nzuri. Ziko changamoto nyingi, lakini kwenye barabara naenda kuambia watu wa Zingiziwa ni hali ambayo wataenda kuisahau, kwa sababu ni hali ambayo tunaenda kuitibu, na Mama Samia Suluhu Hassan ataenda kuweka fedha zake nyingi pale ili tuweze kumaliza tatizo hilo. Kwa sababu kuna jambo la ambulance, inakuja ambulance, nafikiri kama sio mwezi wa 6 au wa 7 itakuja ambulance katika kituo chetu hicho. Ikija ambulance pale lazima tuhakikishe ambulance inapita sehemu salama. Tukileta ambulance mpya leo ikapita sehemu ambayo sio salama, tunaweza tukakaa nayo miezi 2-3 ikawa imeharibika. Lakini najua kazi inayofanyika kubwa au maengineer, na mvua hizi ndio zimekuja kusitisha kidogo, sababu ukiendelea kukarabati utaleta tena matope. Lakini tusubiri mvua ziishe, kazi iweze kuendelea